Ni nderemo na vifijo nchini Irani baada ya Ayatollah mpya kupatikana. Irani imemtangaza rasmi Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mpya wa juu kabisa wa nchi hiyo baada ya baraza la wataalamu wa kidini kufanya kikao maalum na kupiga kura kumchagua kuongoza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tangazo hilo limetolewa kupitia vyombo mbalimbali vya habari vya serikali vya Iran vikieleza kuwa Mojtaba Khamenei amechaguliwa kwa kura nyingi za wajumbe wa baraza hilo lenye jumla ya wanachama 88 ambao wana jukumu la kumchagua kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Mojtaba Khamenei ni mtoto wa pili wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ambaye alifariki hivi karibuni katika mashambulizi yaliyohusisha Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kifo cha Ali Khamenei kilitikisa sana siasa za Iran na kusababisha mchakato wa haraka wa kumchagua kiongozi mpya wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa baraza hilo, wajumbe walikutana katika kikao cha dharura na baada ya majadiliano ya kina walifikia uamuzi wa kumchagua Mojtaba Khamenei kuendelea na uongozi wa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu. Katika tamko rasmi lililosomwa na vyombo vya habari vya Iran, baraza hilo lilisema kuwa Mojtaba Khamenei ameteuliwa na kutambulishwa kama kiongozi mkuu wa tatu wa mfumo mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Baada ya tangazo hilo, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC lilitangaza kumuunga mkono kiongozi huyo mpya na kuahidi kufuata maelekezo yake katika kulinda nchi hiyo na mfumo wake wa utawala. Mojtaba Khamenei alizaliwa mwaka 1969 na ni mmoja wa makasisi wa Kiislamu wenye ushawishi mkubwa ndani ya mfumo wa kisiasa wa Iran. Ingawa hajawahi kushika nafasi ya kuchaguliwa kisiasa, kwa miaka mingi amekuwa akionekana kuwa na ushawishi mkubwa ndani ya taasisi za usalama na kisiasa nchini humo, hasa kupitia uhusiano wake wa karibu na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi. Kuteuliwa kwake kumekuwa tukio la kihistoria kwa Iran kwa sababu ni mara ya kwanza kwa mtoto wa kiongozi mkuu aliyekuwa madarakani kuchukua nafasi ya baba yake tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Hali hiyo imeibua mijadala mingi ndani na nje ya Iran kuhusu uwezekano wa kuonekana kama mfumo wa urithi wa kifamilia katika uongozi wa nchi hiyo. Wakati huo huo, uteuzi huo umefanyika katika kipindi ambacho Irani inakabiliwa na mvutano mkubwa wa kijeshi katika Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi na majibu ya kijeshi kati ya Iran, Israel na washirika wao. Baadhi ya nchi za Magharibi zikiwemo Marekani na Israel zimeonyesha wasiwasi kuhusu uteuzi huo, huku zikisema kuwa hali ya kisiasa na usalama katika eneo hilo inaweza kuendelea kuwa tete. Hata hivyo, viongozi wa Iran wamesisitiza kuwa uteuzi wa Mojtaba Khamenei unaonyesha uthabiti wa mfumo wa utawala wa nchi hiyo na kwamba Irani inaendelea kusimama imara licha ya changamoto za kimataifa na kijeshi zinazoiandama. Kwa sasa Mojtaba Khamenei anaingia madarakani katika kipindi kigumu sana cha historia ya Iran, wakati nchi hiyo ikikabiliwa na shinikizo la kimataifa, migogoro ya kijeshi na changamoto za kiuchumi. Wengi wanatazamia kuona namna atakavyoiongoza Iran katika hatua mpya ya siasa za taifa hilo. Hayawi sasa imekuwa baada ya Mojtaba Khamenei rasmi kuwa kiongozi mpya wa taifa hilo baada ya kuchaguliwa na baraza hilo la mapinduzi la Kiislamu la Iran ambalo limeweza kupiga kura na kuona ni kwa jinsi gani ambavyo kiongozi mpya anapatikana. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Leo tutaujuzana mengi sana ambayo yanajiri katika anga za kimataifa.